Sifa za mtu anayemilikiwa na ufalme wa Mungu. Sifa ya kwanza ya mtu anayemilikiwa na ufalme wa Mungu. Sifa ya kwanza ya mtu anayemilikiwa na ufalme wa Mungu. Leo tutatazama sifa moja tu ambayo itakuwa na vipengele kadhaa. Kuzaliwa upya kwa mbegu ya neno la Mungu. Mtu anayemilikiwa na ufalme wa Mungu amezaliwa mara ya pili kwa mbegu ya neno la Mungu. Kimsingi, mtu aliyezaliwa mara ya pili kwa mbegu ya neno la Mungu, hiyo ni sifa ambayo mtu akizaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu, automatically anapolipokea neno, imani huja kwa kusikia nini? Kwa kusikia neno la Kristo. Kwa mtu anapolisikia neno akiokoka. Kuna tofauti gani kati ya kuokoka na kuzaliwa mara ya pili? Tuanzie hapo ili uweze kunielewa, mtu wa Mungu. Tofauti ya kuokoka na kuzaliwa mara ya pili. Na ni kwa nini mtu ni lazima azaliwe mara ya pili ili amilikiwe na ufalme wa Mungu. Tutaangalia ni kwa nini mtu azaliwe mara ya pili. Kwa nini mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kulisi ufalme wa Mungu na hawezi kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu? Tutakwenda kuona majibu leo, na utakwenda kujitazama na kujiona, je, unamilikiwa na ufalme wa Mungu? Kutokana na leo Roho Mtakatifu ameachilia sifa za mtu anayemilikiwa na ufalme wa Mungu. Kwa utakwenda kujijua, ninamilikiwa na ufalme wa Mungu ama nifanye nini ili niwe miliki ya ufalme wa Mungu. Mungu aishi ndani yangu, Mungu akae ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tutakwenda kuanza somo letu kwamba kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 3 mstari wa 3, maandiko yanasema hivi: Yesu akajibu akawaambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yesu akasema, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mstari wa 4, Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akamjibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona Yesu alitoa mfano. Alikuwa akizungumza na wanafunzi, na palikuwa na Farisayo mmoja aliyekuwa anaitwa Nikodemu. Alitamani sana kujua habari ya siri za ufalme wa mbinguni. Yesu akamwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akahoji, awezaje mtu kuzaliwa mara ya pili akiwa ni mzee? Yesu akamjibu akasema, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho, kwa maji na kwa Roho, hawezi kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Hakuna nafasi ya uungu ndani yake. Nisikilize mtu wa Mungu, nisikilize mtu wa Mungu, nisikilize mtu wa Mungu, utanielewa. Sifa ya mtu anayemilikiwa na ufalme wa Mungu ni lazima awe amezaliwa mara ya pili. Mara ya pili. Akamjibu, azaliwe kwa maji na kwa Roho. Kumbuka, Yesu alifundisha kwa mafumbo. Alifundisha kwa mafumbo. Ili uweze kuelewa siri ambalo Yesu aliificha alipozungumza kwa maji na kwa Roho, alimaanisha nini? Leo tutapata majibu. Unaweza ukawa umeokoka
lakini hujazaliwa mara ya pili. Ninapozungumzia kuokoka ni ile hali ya kutoka katika hali ya hatari pale unapompokea Yesu na kumkiri kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapoongozwa sala ya toba, ukiri wa imani kuwa umesamehewa dhambi, pale unapokea sura ya Kristo. Maana yake unapokea sura ya Kristo. Kupokea sura ya Kristo, unapookoka, unaposikia habari za Kristo Yesu, unapoliamini neno, unapomwamini Yesu, unapokea sura ya Kristo. Ndio maana mwanzo anasema tumuumbe mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Kwa hiyo mtu anapookoka anapokea sura ya Kristo. Lakini mtu akianza kulisikia neno na lile neno likaingia kwenye maisha yake, akaanza kuliishi, si kulisikia tu, kuliishi na kulitii, Kristo anaumbika ndani ya huyu mtu ambaye neno limeingia ndani akaliishi. Kristo anaumbika ndani ya huyu mtu. Moja kwa moja sifa za kimungu zinakuwa ndani yake, kwa sababu hatatenda kama yeye, hatafanya kitu kama yeye, hatafanya kitu chochote kwa akili zake. Atatenda sawasawa na utendaji wa Roho wa Mungu ndani yake. Yaani uwepo wa Mungu, uwepo wa Yesu Kristo ndani ya mtu unabadilisha mwenendo wake wa nje automatically. Maana yake atatembea kwenye maongozi ya Roho Mtakatifu. Mtu huyu anazaliwa mara ya pili kwa kuliishi neno la Kristo, kwa kuliishi. Napozungumzia kuokoka, si kuzaliwa mara ya pili. Unaweza ukawa umeokoka, umemkiri Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini haujazaliwa mara ya pili. Maana yake huliishi neno, hauna neno, na kama una neno unafundishwa, hauliishi. Nisikilize, Nikodemu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni kiongozi wa dini, alikuwa anafundishwa, alikuwa anafundishwa, lakini hakuliishi. Amina, mtu wa Mungu. Kwa hiyo kuokoka ni kutoka katika hali ya hatari, ni kupokea sura ya Kristo. Lakini ili Kristo aumbike ndani yako, kuna vitu vinatakiwa kufanyika. Ndio maana unatakiwa kufundishwa. Ukishafundishwa, ukishajua misingi ya imani na lile neno ukaliishi, Yesu anaumbika ndani yako. Yesu anaumbika ndani yako. Yesu anaumbika ndani yangu. Lipokea neno, kukaa nalo, kulitafakari na kuliishi. Shida sio kusikia. Shida sio kufundishwa. Unaweza ukafundishwa na ukasikiliza. Shida ni kile kitu kionekane kwenye maisha yako. Kuliishi neno, kuliishi neno. Kuliishi neno. Unapoliishi neno la Mungu, Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kukuongoza, lakini ili akuongoze lazima neno liweko ndani yako, kwa sababu Roho ndiyo hutafsiri Biblia. Yesu anasema mimi ni njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kupitia Kristo. Anaposema Kristo, kupitia fundisho, kupitia neno lake, ndiyo mtu anafanyaje? Anaufikia ufalme. Ndiyo maana anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hayupo kwenye njia, hayupo kwenye ramani ambayo Yesu ameiandaa kwa ajili ya watu kupita kufika mahali alipo Baba. Na ndio maana tukisoma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 23 anasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumuyo hata milele. Kwa kuwa hatukuzaliwa kwa mbegu iharibikayo, bali tumezaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu linalodumu hata uzima wa milele. Kumbuka, Adamu alipoteza sura, alipoteza ule
utukufu ambao Mungu, yale mamlaka ambao Mungu alikuwa amemuumba nayo. Kwa hiyo Yesu alikuja kumrejeza mtu katika hali ya utukufu ambao Mungu alikusudia amuone nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye Ufunuo anasema kila mwenye kiu na aje anywe maji kwangu, aje maji ya uzima. Maji ya uzima ni neno. Na anaposema Roho Mtakatifu ndiye atiaye uzima ndani ya mtu. Manake mtu awe hai kiroho anahitaji neno la Mungu ili awe hai. Roho ndiye atiaye uzima. Roho ndiye atiaye uzima ndani ya mtu. Mtu asipokuwa na Roho Mtakatifu, huyo ni mfu katika roho. Katika roho anasema hatukuzaliwa kwa mbegu iharibikayo, bali tulizaliwa kwa mbegu idumuyo hata umilele, yani idumuyo hata uzima wa milele. Maana yake tumempokea Yesu asiyekuwa na mwisho, asiyekuwa na mipaka. Na kama utaliishi neno lake, tutaliishi neno lake, maana yake uzima utakaa ndani yetu. Na lengo la Mungu ni tuwe na uzima wa milele, na ndio maana anasema tutaulisi uzima. Lakini ili tuulisi uzima ni lazima tuliishi neno. Bwana sifiwe. Ni lazima tuwe tumezaliwa mara ya pili. Roho Mtakatifu ndiye ana uwezo wa kumfanya mtu akazaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili si kwa mapenzi ya mwanadamu, bali ni Mungu mwenyewe. Lakini Mungu ili ufikie hatua ya kuzaliwa mara ya pili, ni lazima neno ndani yako liumbike. Uwezo wa Mungu ukae ndani yako, uwepo wa Mungu ukae ndani yako. Sasa ili Mungu akae ndani yako, Mungu ni neno, na neno likikaa ndani yako ni Mungu amekaa ndani yako. Nisikilize mtu wa Mungu. Nisikilize mtu wa Mungu. Kuna mahali Mungu anataka badiliko kwako ili uone hatua ya kile unachokiamini. Maandiko kwenye Yakobo anasema imani pasipo matendo imekufa. Na ndio maana utakuta wamekuwepo watumishi wa ajabu ajabu. Wamekuwepo watu wamo makanisani lakini wana mambo ya ajabu ajabu. Kwa nini? Hawako kwa sura ya Kristo. Hawajazaliwa mara ya pili. Hawajazaliwa mara ya pili. Kwa sababu mtu aliyezaliwa mara ya pili kimsingi ana sifa za kiroho. Si msengenyaji, si mwenye wivu, si mwenye chuki, hana hasira. Oh my God. Nisikilize, mtu aliyezaliwa mara ya pili hatumii akili zake. Vitu vingi tunashindwa kwa sababu kuna mahali haujakaa sawa. Anasema mnanikiri katika vinywa vyenu, lakini mioyo yenu iko mbali nami. Anazungumza nini Yesu hapa? Anasemwa katika vinywa vya watu, lakini mioyo yao iko mbali. Hatujazaliwa kwa mbegu iharibikayo, bali tumezaliwa kwa mbegu idumuyo hata uzima wa milele. Hata uzima wa milele. Na Roho ndiye atiaye uzima ndani ya mtu. Ili mtu azaliwe upya lazima Roho ndiye anayefanya upya. Neno la Mungu ndiye linalofanya upya mtu aonekane mpya. Lazima tuwe mawakili wa Kristo Yesu. Tunaposema sisi ni mawakili, wakili ni nani? Ni mtu anayesimama kwa niaba ya mtu fulani kuzungumza, kumtetea. Kwa sisi tumesimama kama mawakili wa Mungu ili tuzinene siri za ufalme wa Mungu. Lakini ni lazima tuwe tumezaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu. Mtu ili uzaliwe kwa mbegu ya neno la Mungu lazima uwe mtii. Utii maongozi ya Mungu, kumtii Roho Mtakatifu. Yani jambo la kwanza ni utii. Ni utii. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza pale. Ufunuo sura ya kwanza mstari ule wa 3 tu. Anasema heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Heri asomaye na wao wasikiao. Heri asomaye na wao wasikiao na kuyashika, sio kusikia tu. Sasa Mungu
tunapolisikia neno lazima tulitii. Unapomsikia Roho wa Mungu anazungumza ndani yako, Roho Mtakatifu anasema ndani yako, lazima utii. Shida wengi hawajawa watii. Mungu anaposema naye, anasema Mungu anasema na fulani, kumbe Mungu anazungumza naye. Na ndio maana maisha yamekuwa yamechanganywa. Hakuna tofauti ya mtu aliye na Yesu na mataifa. Biblia inasema Petro akamtambua, wakasema mbona hata kutembea, hata kuzungumza na kwako kunaonyesha wewe ni mmoja wapo. Roho Mtakatifu ndiye hututambulisha kuwa tumezaliwa mara ya pili. Hata ninaponena maneno haya, Roho anashuhudia ndani yako ya kuwa umezaliwa mara ya pili ama hujazaliwa. Huduma yoyote, mtumishi yoyote yule wa Mungu, chakula cha kiroho ni ibada. Ni ibada. Ni ibada, ni ibada. Sikilize. Kuna mambo ya ajabu yanatokea. Ibada zinafupishwa tu. Nisikilize mtu wa Mungu. Kitu ambacho unakisikia, unakitazama, unakiona kwa muda mwingi, kinasikika masikioni mwako. Mara nyingi vitu tunavyovisikia na kuvitazama na kuvipa muda mwingi kuvifanya ndivyo vinavyoingia kwenye maisha yetu. Mtu anaishi kile alichokisikia na kukiona. Je, una muda wa kumtafakari Mungu? Je, una muda wa kulisoma neno? Je, una muda wa kumwachia Roho Mtakatifu tafakari? Na ndio maana wengi makanisani sasa hivi wanaimba miziki ya ajabu. Hakueleweki. Kwa nini? Ni matokeo ya kile wanachokisikia. Ndio maana kwenye mfano nasema heri asomaye na wao wasikiao. Manake ukisikia, unaposikia neno la Mungu, unapolisikia linaumbika ndani yako. Manake tabia za kibinadamu automatically zinakufa. Unapojiweka karibu na Mungu automatically usukuma wako unakufa. Unyakyusa wako unatoweka. Chuki inaondoka, hasira inaondoka, mawazo maovu yanaondoka. Kwa nini? Umeanza kujiweka karibu na Mungu. Ndio maana nikaribieni mimi, mpingeni shetani naye atawakimbia. Lakini watu wamejiweka mbali. Hawawezi kusikia Mungu amesema, hapa ni Mungu amesema, hapa ni Mungu hajasema. Ndio maana maandiko yanasema hivi, zijaribuni hizo roho kama zinatokana na nani? Na Mungu. Huwezi kujaribu mtumishi wa Mungu anayesimama. Huwezi kujaribu fundisho kama una Roho Mtakatifu. Uzijaribu roho kwa namna ipi? Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Wangi wao wanatamani kutamkiwa baraka tu. Sikatai, baraka ni njema sana. Lakini lazima ujue kwa nini nimeokoka. Kwa nini Yesu alikufa msalabani. Kwa nini ninaenda kanisani. Kwa nini ninasoma Biblia. Ili upate uzima wa milele. Ili upate uzima wa milele. Na Yesu amesema mtu ikiwa hajazaliwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme. Hawezi kupata uzima wa milele. Kwa ili uzima uwe ndani yako, una lazima kuzaliwa kwa neno la Mungu, ambao ni mbegu isiyoharibika, lidumuyo hata uzima wa milele. Maana ukipokea neno, uzima tayari wa milele uko automatically juu yako. Yesu anaumbika ndani yako. Mamlaka ya kimungu inakuwa ndani yako. Uwepo wa Mungu unakuwa ndani yako. Utatenda si kama wengine. Utahubiri si kama wengine. Utafundisha si kama wengine. Utaimba si kama wengine. Tofauti ni nini? Sio kusoma tu. No, maongozi ya Roho Mtakatifu, maongozi ya kimungu. Muda unaotumia kukaa na Mungu, ibada yako na Mungu. Kisha toka Jumapili mpaka Jumapili huna muda na Mungu wako. Alafu unajiita umeokoka. Umeokoka ndio, lakini hujazaliwa mara ya pili. Na ndio maana umekuwa mnafiki. Na ndio maana umekuwa mwasherati. Na ndio maana unafanya mambo yasiyompendeza Mungu. Halo. Leo Mungu anasema na wewe, zaliwa mara ya pili. Achilia Roho Mtakatifu akufunze. Utembee kwenye maongozi, kwenye kanuni za neno la Mungu. Wewe soma Biblia yako uone watumishi wa Mungu akina Paulo mitume walifanya kazi ya Mungu, vita ni kubwa. Lakini leo unataka uhubiri upendwe tu, ujumbe zinazofurahisha watu. Lazima tuambiane ukweli. Tusipozaliwa mara ya pili ufalme hatutoukanyaga. Ndio maana mahali wengine wanasema Yesu tulitoa pepo kwa ajili yako. Tuliombea wagonjwa wakapona.
tulitenda miujiza mingi. Miujiza sio shida. Yesu anasema, maandiko anasema, Yesu anasema kwamba msifurahi kwa kuwa pepo wanatibali, furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha nini? Kwenye kitabu cha uzima. Sasa wanaoandikwa, maandiko anasema kwenye ule mji hakuna kinyonge kitakachoingia. Ukijitafakari wewe, ukijitafakari mambo unayoyafanya, maisha unayoyaishi, umezaliwa mara ya pili, una neno la Mungu, una roho kubipubipu, leo naye kesho huna. Kwa lazima, sifa ya kwanza ya mtu anayemilikiwa na ufalme wa Mungu, kimsingi lazima tuone, ili tujue umezaliwa mara ya pili, kwa mbegu isiyoharibika. Zungumza yako, mwenendo wako, unavyoishi, mambo unayoyafanya, unachokisikiliza, unavyovipenda, vitu gani unavyopenda, ndio vitaonyesha kwamba wewe umezaliwa mara ya pili. Na si kwa faida ya nani, ni kwa faida yako tu. Kwa sababu neno la Mungu ndio linalotia uzima ndani ya mtu. Lenyewe huchunguza hata mawazo ya moyo wa mtu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12, maandiko yanasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. 13, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Hawakuzaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu, hapana, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali ni Mungu mwenyewe. Halo, Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukiniuliza maswali, kuna msingi nzuri sana kuzaliwa kwenye neno la Mungu, kwa sababu viwango vyako vya kiroho havitakuwa kawaida. Utakuwa mtu wa kawaida hata usipojitambulisha. Mtu anageuzwa na neno la Mungu, anazaliwa mara ya pili, mambo yanakuwa mapya. Utu wa kale unakufa, unakuwa na nguvu ya kushinda uovu, kwa sababu neno liko ndani yako, kwa sababu kweli ya neno la Mungu iko ndani yako. Neno la Mungu li hai, ndio linalotoa uzima, tena lina nguvu. Maandiko yanasema neno ni upanga wenye makali kuwili. Lazima kuzaliwa mara ya pili ili uishi kwenye mapenzi ya Mungu, ili usiishi maisha ya michangani. Kwa moja kwa moja, mtu akimkubali Yesu Kristo na kushika na kutii na kuliishi neno, anazaliwa mara ya pili. Tunapokea utu upya tu pale Roho anapotawala maisha yetu, anapotuongoza kwenye njia sahihi. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili ni Kristo kuumbika ndani yako. Kristo kuumbika ndani yako, kupewa mamlaka ya kimungu. Hutakwenda kwa akili zako, utatenda ikiwa Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uishi kweli ya Mungu. Kweli unasikia mahubiri, unafanya ibada, unaomba muda mwingi, lakini umezaliwa mara ya pili. Ni kweli unaimba, ni kweli unahubiri, ni kweli upo kanisani, umeokoka miaka mingi, lakini je, umezaliwa mara ya pili? Niliyoyazungumza hapa, sifa za mtu aliyezaliwa mara ya pili, unazo? Umekuwa mtu wa hasira, mtu wa kuzilazila tu, ndio kila kitu bembelezwe. Una roho wa Mungu kweli ndani yako? Ili mtu akue kiroho, anahitaji kukaa, kufundishwa, kisha Roho Mtakatifu atilie utendaji kuliishi lile neno, ili Mungu aumbike ndani ya huyu mtu, aumbike awe mfano wa Mungu. Ukitembea ametembea, ukisema lazima litatokea. Kila utakalolifanya litakuwa, kwa sababu ndani yako si wewe bali ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina swali usiku wa leo.
Je, wewe umezaliwa mara ya pili? Na kama hujazaliwa mara ya pili, nataka nikupe pole. Alafu nikwambie pia hujachelewa. Hujachelewa bado. Unaweza ukarudi, ukanyenyekea mbele za Mungu, kaomba rehema. Mungu ni wa rehema. Alafu ukatii neno la Mungu, ukatii maneno ya Mungu, ukatii maongozi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikuzuilia kitu usifanye. Shida, wengi hatujaachilia utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Tumekuwa watu wa kukopi na kupesti. Sikiliza, safari ya mbinguni ni ya mtu mmoja mmoja. Ndio maana kuna mahali anasema Yesu ndiye msingi, na kila ajengaye juu ya msingi aangalie jinsi ajengavyo. Yaani ajengaye juu ya msingi, huyu msingi Yesu Kristo, aangalie jinsi ajengavyo. Uangalie jinsi unavyojenga. Je, wewe unajua hali yako ya kiroho? Unajua hatua uliopo? Unajua ulivyoanza wokovu na sasa ulivyo? Kwa sababu leo ndio inaonyesha kesho yako ya kiroho ikoje. Vitu unavyovifanya leo ndio vinaonyesha kesho yako ikoje. Kwa lazima uhusiano wako na Mungu uwe karibu. Uwe na muda na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unajua hali ya maisha ulionayo. Unajua vile unavyovitenda hata ukiwa silini. Wewe unavijua. Yesu yupi uliyempokea Yesu, unakuwa kama ni mtu ambaye si mtoto wa ufalme wa Mungu. Umekuwa mchunganishi. Umekuwa ukisema watumishi wa Mungu vibaya. Umekuwa mgomvi. Umekuwa tapeli, unakopa urudishi. Umekuwa mvivu kwenye mambo ya Mungu. Umekuwa goigoi kwenye mambo ya Mungu. Ibada unaenda unavyotaka tu. Usipojisikia wendi, nataka nikwambia umekufa kiroho ndugu yangu. Mambo ya Mungu umekuwa kuvutwa vutwa. Lakini ukijua kuna mechi, hata ibada wendi. Kitu cha ajabu sana. Yaani mtu anapenda mpira kuliko ibada. Mambo ya ulimwengu uko nayo bize, lakini mambo ya Mungu mpaka ubembelezwe. Maombi yakitangazwa na vidonda vya tumbo, mara nipo kwenye dozi. Ndugu yangu, unajiangamiza mwenyewe. Maandiko yanasema azania ajiponya nafsi yake aiangamiza, aiangamizaye nafsi yake aiokoa. Lazima ukubali kufa na Kristo. Na atakaye kunifuata mimi na ajikane, kisha abebe mzigo wake na anifuate. Manake ufe na Kristo, alafu yeye akuuishe kuwa hai. Lazima tufike mahali, lazima ufike mahali niamue, wewe uamue, kila mmoja wetu aamue, ili watu wa Mungu waonekane. Katika nyakati hizi za mwisho za ujio mara ya pili, lazima walio na Mungu wajulikane na wasiokuwa na Mungu wajulikane, ili vita vipigwe vya imani. Ndio maana mitume walipambana kuitetea kweli. Hata sisi nyakati hizi tunataka kupambania kweli ya Mungu, kuisema kweli ya Mungu bila woga, bila kujali cheo cha mtu, bila kujali yeye ni nani. Ni lazima kuambiana ukweli tu. Japo watu wengi hawapendi ukweli. Tuna mafundisho ya kufarijiana. Ni vita. Muda ni mchache. Maovu yanaongezeka, muda ni mchache. Mambo yanayoendelea yanasikitisha sana. Yanasikitisha sana. Ukishika simu za watu zinasikitisha sana. Zina mambo ya ajabu.
hujapata kuona. Lakini ashukuriwe Mungu, jioni ya leo na usiku wa leo Mungu ameachilia neno lake. Maana anasema yeye hulituma neno ili watoe watu kutoka kwenye maangamizo. Leo Roho wa Mungu ameona na anasema ndani yako, badilisha mwenendo, badilisha maisha yako, geuka, usije ukapotea ukaangamia. Usije ukapotea ukaangamia, mtu wa Mungu. Usije ukapotea ukaangamia. Usije ukapotea ukaangamia. Nimekwisha kusema yale Mungu ameniongoza niyaseme usiku wa leo. Kazi ni kwako. Maana tumesoma kwenye Ufunuo sura ya 1 wanasema mstari wa 5 anasema heri asomaye na wao wasikiao na kuyashika maneno ya unabii.